Hatuwezi kufanikiwa tusipofanya kazi. Hatuwezi kuwa na kanisa lililo imara tusipofanya kazi. Hatuwezi kuwa na majengo mazuri tusipofanya kazi. Hatuwezi kuwa na vyombo vya injili tusipofanya kazi. Hatuwezi kufanya jambo jema tusipofanya kazi. Kila kitu kinategemea msingi wa kazi, na kazi ya kwako ndio kazi inayojenga kanisa. Kanisa likiwa na watoka mbaya wana hoi haliendelei. Siona kanisa lina watu wamechoka linafanikiwa. Siona kanisa lina watu hata yani wamechoka hapo wamefanya jambo la maana. Inawezekana? Unawaambia tuchange 1,100,000 tunamua pikipiki ya mchungaji anasema shetani jaribu limetinua. Hana hela. Lakini wenye hela wakiwa tu 10 wanaweza kununua gari, si ndio? Wanasema tu tuko 10 tunatoa 2,000 tunapata 2,000,000 pikipiki mpya. Sasa wenzangu na mimi tuliotoka inakuwa ukipata 10,000 hiyo na yaani 10,000 naona wewe umetajirika kweli kweli. Mpaka balozi anajua leo kwa furaha kuna 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Jamani tufanye kazi. Nasema kafanye kazi. Ukimwona mtu ana kazi mwambie fanya kazi. Mwambie kanisa letu tunahitaji kila mtu afanye kazi. Hatuhitaji mtu asema kazi, hapana. Kila mtu afanye nini? Kama unataka kufanya kazi katika kanisa la wazifu. So sisi tusiofanya kazi ndio tunaoharibu kanisa lisifanikiwe. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akakuweka ndani ya bustani aitunze na ailinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu nifungulie Isaya 20:13. Nazungumza kazi. Sisemi maombi, kazi. Hapa sisemi kunena kwa lugha. Nena kwa lugha sana, lugha za shetani, lugha za malaika. Kama wewe huna hela hiyo lugha ni kubaya kabisa. Watu wanajivuna maneno kwa lugha huyo. Yaani lugha tu. Alafu kisema tuna mchango 1,000 na kimbia kanisa. Hiyo lugha inatusaidia. Watumishi wangu. Sasa naomba kama kuna kujazwa Roho Mtakatifu, tujazwe roho kutafuta hela naye. Sawa? Unanielewa? Kuna mtu anasema mchungaji haelewa. Naelewa mimi nasema hela vinaenda na Mungu. Hela zinatembea njia moja na. Ukitoa hela au kaacha Mungu peke yake, huyo Mungu hawatamuona. Yaani wataona wewe unashinda. Hela na Mungu yani viko pamoja. Kama ni chumba kinalala chumba kimoja. Hela na kama vinatembea njia moja. Wewe mwenyewe hapo ulipo uwezo kubwa ni hela. Mwambie mwenzako unachowaza lini hapo? Leo aseme kuna mahela huko kila mtu anajiokotea. Utaona mtu atabaki hapa kusema tumalize ibada. Hapa mimi naachia maiki. Nasema tutaanza baadaye. Hela kwanza. Wewe mtu mmoja anasema hela ni mbaya. Yaani yule mtu anasema hela ni mbaya, yule amechoka. Kwanza anakaribia kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hela na Mungu wapendwa ni kitu ambacho huwezi kutenganisha. Ndio maana nakushauri, nasemaga tafuta Mungu na hela. Kama Mungu namba moja, hela iwe namba 2. Mambo mengine yawe baadaye. Mungu namba moja, hela namba 2. Unamwomba Mungu unatafuta hela idaraka. Hata kukaa kusema hata kama sina hela, hata kama nikichakaa nje, utu wangu wa ndani unakuwa mzuri. Utu wangu wa ndani unachoka bila hela. Hakuna kiroho kinastawi bila hela mzee. Kiroho cha bila hela kinakuwa kiroho cha shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani Yesu asifiwe. Kiroho bila hela wewe kafe tu. Hata wazo lako walipokea. Hata ukionekana kama vile huonekani. Hata nguo ukivaa nzuri ni kama umevaa mbaya.
Mwenye hela hata kibali sweta baya tu inampendeza. Hela. Wala nisema tusipokuwa na hela hata mapepo yanatuonea kutuvamia. Mtu kisema hivyo hela vizuri. Mapepo na yenyewe yanavamia tuliotoka. Hatuna hela, pepo linaingia. Ukiongewa unapepo. Hela huko. Wenye hela mapepo haya. Uelewaje sana? Kaangalia watu wanaoombewa hata huko wanaposema kwa manabii kwenye video, kaangalia wanaoombewa kwa mapepo. Ni matajiri, ni kama sisi. au hujafanya utafiti. Kafanya utafiti. Waliochoka na pepo na yeye inamalizia kuchosha. Sio kama vile mtu ana hela hata pepo inaogopa. Kumbe mapepo mengi yanaingia kwa mawazo mengi ya kukosa hela. Unawaza mpaka shetani anaingia. Unawachukia watu mpaka shetani, unawachukia watu kwenye hela zako. Uliwasaidia, unajua ulipopata. Yaani unaanza unawaza mpaka vidonda vya tumbo, eti viende kukopa hela kwa rehema kunyima ya kwako. Mtu anaanza kuwaza, yule sio mtumishi wa Mungu. Unafikiri hatusali kanisa moja. Hatujafungua kanisa moja kukopeshana hela. Tumefungua kanisa moja kuhubiriana habari njema. Sasa mimi kanisa moja kunyima hela, utafikia tuko kanisa moja. Tumeandika bango pale kanisa moja la kupeana hela. Kama buraki. Hapa hela kila mtu anatafuta ya kwake, chakula kila mtu cha kwake, mavazi kila mtu ya kwake. Hapa tunapeana neno kama msema kafanye kazi. Hadi mtu aelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tawali mfanye kazi, wokovu na kazi watumishi wa Mungu. Wokovu bila kazi mimi nikwambie, tutachoka, tutaonewa. Watu watatuonea, shetani atatuonea, hatutaheshimiwa. Kanisa tukiwa na hela litaheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe. Ndio maana kwa kukosa hela ndani ya kanisa, hata ukisema tunapata 10,000 leo hapa jasho inatoka. Yaani watu kusema haraka hapa mzee tupate 1,000. Watu wanaanza sori kwenda kama wanataka toroki. 1,000 tu. Hilo unasema ni kanisa, wasimame wewe na pesa yenye nguvu, leo unasimama hata 1,000 wewe kupata. Jamani, Mungu atusaidie. Twende bwana. Mithali 20:13. Unasikia? Wewe unaelewa sasa. Usipende nini? Alafu kibanda usingizi faida yake. Kila kazi ina malipo. Usipende usingizi, usije ukao. Na unapenda umaskini. Kuna mtu anapenda umaskini aseme ni mchungaji. Kila mtu anapenda afanikiwe. Amen. Biblia inasema usipende mzee. Usije ukawa. Kumbe usingizi ni umaskini. Yaani mtu analala mpaka anasahau kama jua limewaka. Anatoka nje anakuta mpaka watu walishajaa barabarani. Amelala umaskini, hata kama una kazi wapi kuamka. Hata kama una kazi kafagia hata kufagia. Sawa jamani. Usipende. Kwa mtu anasema mwezi huu nina neema ya usingizi mtatu. Sio neema, ni umaskini huo. Sasa nakuta tu jua limewaka, nashuhudia na watu wenye akili wanajua huu tayari. Yaani na usingizi. Unashuhudia nina neema sasa Mungu amenibariki na raha usingizi mzuri. Mpaka nikiamka nakuta jua limepanda. Usipende usingizi kama maskini. Kwa tukipenda usingizi kabisa tutakuwa maskini. Amina jamani. Huwa matajiri hawana usingizi. Wanalala masaa machache sana. Akitoka kazini anapiga hesabu aone faida imeingia au hasara, anaandika usiku wote. Ndio maana ukitaka kuuliza usiku nini kimetokea, wenzako kwenye hela. Sio unauliza choka mbaya, najua lina kilala. Hata kama aliacha mlango wazi, anakuja kutoka, kumbe niacha mlango sikufunga. Hata Mungu haidiani.
Mwenye hela anakuwa macho wakati wote. Hata kapanya kupiga tu basi anakimbilia kwenye mbavu, labda wamekuja. Kuna mtu mmoja nyumbani alikuwa na hela, si panya waligongaga, basi alipiga kelele, achukua na miti kabisa, weka mlangoni, anafikiri jambazi. Ndio sio panya kwenye watu wanapogonga, angajua wamekuja tatizo nini. Lakini maskini akilala yeye hana habari, mvua imenyesha usiku hajui, hata yeye ambao anaamka anakuta maji na kumbe leo mvua inyesha usiku, haoni hata mvua imenyesha. Lakini wenye hela wanahao usingizi wa mahesabu. Sawa jamaa? Sasa ulikuwa kucheza au ndugu yangu, usiku tapiga mahesabu yani na kusema nimewafunga angapi baba. Tufanye kazi jamaa. Hebu soma. Usipende usingizi usijukawa. Niombe usingizi ukemee. Sawa jamaa? Usingizi ni sumu kwako. Usingizi usikuone. Wenzako wakiwahi kazini na wewe. Kwa sababu nina nyumba yake iko karibu na barabara.